على سمع. وأما زيارة قبور البقيع وزيارة قبور شهداء أحد فهي مستحبة إذا كانت على وجه مشروع ومحرمة، يعني حرام زيارة هي كزور بقيع نكزور كنما كبوريا أحد إذا كانت على وجه مبتدع، ikiwa ziara hiyo ni katika wajihi na namna ya kizushi. فالزيارة الشرعية زيارة ya kisharia hiya allati yu'ta biha, ni ile inayoendewa wifqan lima jaa anir rasul, sambamba na yale yaliyokuja kutoka kwa mtume Muhammad, sambamba na maelekezo yaliyokuja kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mushtamilatan, ambayo imekusanya hiyo ziara ya kisharia ala intifai alhayy zairi, kunufaika aliye hai aliyefanya ziara, wa intifai almayit almazuri, na kunufaika maiti aliyefanyiwa hiyo ziara. falhayy zairu, aliye hai mwenye kufanya ziara, yastafidu thalatha fawaid, anapata faida tatu. alula, faida ya kwanza, tadhakkuru almaut, ni yeye kuyakumbuka maut, lima yatarattabu alayhi min alistidad lahu, kwa yale yanayofungamanika nayo masala hayo ya kukumbuka, min alistidad lahu, kutokamana na maandalizi yake, bil a'mali salihah, kwa kuyafanya matendo mema. Hii ni faida ya kwanza, kwamba akifika pale atakumbuka kifo, atakumbuka kifo, kwamba kifo kipo. Hawa waliokuwa hapa walikuwa kama sisi, wenzetu tayari wameshafika hapa, hawakutarajia, mauti yaliwajia baghtatan. Walqabru sunduqul amal, na kaburi ndio sanduku la amali ya mtu. Kwa hiyo akakumbuka haya, kuna jambo lajengeka hapo. Lipi? Maandalizi, afanye maandalizi. Naam, anasema Ibn Mas'ud, i'tabir bighayrika qabla an ya'tabira ghayruka bika, chukua ibra kwa mwenzako kabla mwenzako hajachukua ibra kutoka kwako. Wa thania, faida ya pili, fi'luhu ziyara, ni kule kuifanya kwake hii ziara. Hiyo ni faida. Wa hiya sunna, kwa sababu hii ziara ni sunna. Sannaha, ameisunisha sunna hii Rasulullah, mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Fayujaru ala dhalik, hivyo atalipwa juu ya hilo. faida ya pili hiyo. Wa thalitha, faida ya tatu, al-ihsanu ila al-amwati, kuwafanyia ihsani wafu ila amwati al-muslimin. al-ihsanu ila al-amwati al-muslimin, kuwafanyia ihsani wafu wa waislamu, maiti za Kiislamu, bidua ilahum, kwa kuwaombea dua. Fayujaru ala hadha al-ihsan, kadhalika atalipwa juu ya hii ihsani aliyoifanya, kwa kufanya ihsani maiti hawa, ameenda amewasalimia, amewaombea dua, ihsani hiyo atapata malipo kadhalika. Faida ya tatu hiyo. Hata kama umekwenda kwa ajili ya kuzuru kaburi la baba yako, kaburi la mama yako, lakini utawashamil wale kwa dua. Kaburi la yule ambaye utamwendea, utakwenda kaburi liko hivi mathalan, huku ni qibla, utakwenda usawa wa uso, ndipo utamsalimia mtu wako. Hii ni adabu ya ziara, usawa wa uso wake. Alafu unapotaka kuomba dua sasa, utaelekea wapi? Utaelekea qibla, lakini ukiingia kuna dua ile inafahamika ya maziara. وأما الميت المزور أما ميت أليفني وزيارة فإنه يستفيد في الزيارة الشرعية، حقيقة يي أنا أتفيدك كزيارة يكي شريعة. دليل kwamba ziara za kibid'a hakuna chochote wanachonufaika nacho maiti. Ndio maana hatari ya bid'a, katika hatari ya bid'a kwamba hata ziara za kibid'a haziwanufaishi maiti. فإنه يستفيد في الزيارة الشرعية، ميت aliyefanywa ziara atastafidi, kwa maana atapata faida kwa ile ziara ya kisharia. الدعاء له، kule kuombewa dua, والإحسان إليه بذلك، na kule kufanywa ihsani kwa hilo. لأن الأموات يستفيدون من دعاء الأحياء، kwa sababu wafu wanafaidika kutokamana na dua za waliokuwa hai. Ndio maana wanastaajabu watu, kwa nini unawaomba maiti?
maiti yeye anahitajia kutoka kwako, sio wewe uhitajie kutoka kwake. Jambo lake limeshakatika huyo. Idha mata ibn adama inqata'a amaluhu, wewe uko hai unatija kwake kuliko yeye. ويستحب لسائر القبور أن يدعو لهم، نينا يبندكزا أو إمسنيوا يستحب، يسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا. ويستحب لسائر القبور نينا سنيوا وأن يزور مكبوري أن يدعو لهم أو أن بدعاء، نعم، وليوبو kwenye makaburi hayo بما ثبت عن رسول الله، وعليه ليثبت كتوك متوم الله صلى الله عليه وسلم في ذلك katika hayo. ومنه na miongoni mwayo yaliyothibiti hadithu Buraida ibn al-Husayb, hadithu Buraida ibn al-Husayb ni hadithi ya Buraida mtoto wa Husayb radiyallahu ta'ala anhu قال amesema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam yuallimuhum, anawafunza masahaba idha kharaju ila al-maqabiri, pale wanapotoka kuelekea makaburini. Fakana qailuhum yaqul, alikuwa mmoja wao msemi wao anasema kwa yale aliyofunzwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akifika kule makaburini alikuwa akisemaje? Assalamu alaikum ahla ad-diyari, amani ya Allah iwe juu yenu enyi watu wa makazi haya, minal mu'minin, waumini walmuslimin, من المؤمنين وأمين والمسلمين نوى إسلام. سبب من لبيان الجنس، سيو من تبعيضية. وأمين نوى إسلام. وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، ناكك سيس إن شاء الله أتكاكو الله سيو أبنداكو. كوسا كسما إن شاء الله مناك الله أكيبنا، الله أكيتاكا سو أكيبنا كوسا. وإنا نحكيك سيسي إن شاء الله أتكاكو الله بكم للاحقون، تتونغنا ناني تكون يمينو مناك. أسأل الله لنا ولكم العافية، نموomba الله أتعافو سيسي ناني، نموomba الله kwetu sisi kwa ajili yetu na kwa ajili yenu, tunamuomba al-afia, atuafu. Afia hapa kwa maana kusamehewa madhambi, sio afia kwa maana ya siha. Rawahu Muslim, amepokea Imam Muslim 2257. Lazima kuja aina nyingi za kuomba dua isiyokuwa hii. Wa ziyaratul quburi mustahabbatun fi haqqi ar-rijali, hapa anataja masala ambayo wamekhtalifiana wanawazuoni. Wa ziyaratul quburi mustahabbatun fi haqqi ar-rijali, na ziara ya kuyazuru makaburi ni mustahabu katika haki ya wanaume. Amma ziyaratu nisai lilquburi, ama ziara ya wanawake kuzuru makaburi, ziara ya wanawake kuzuru makaburi fafiha khilaf. Naam, kuna khilaf. Fafiha khilafu li ahli alilm, kuna khilafu mbele ya wanawazuoni. Wametaja kauli tatu. Minhum man ajaza, wako waliojuzisha na kuona kwamba yafaa. Wa minhum man manaa, na wako waliolizuilia hilo na wakaona kwamba ni haramu, na wako waliona kwamba ni makruhu. Wa adharu alqawlain alman'u. Naam, hii ni kwa rai yake Sheikh hafidhahullah. Wa adharu alqawlain alman'u, na kauli inayodhihiri zaidi katika kauli mbili ni kauli ya kuzuilia wanawake. Hii ndio kauli adhhar, ni kauli yenye nguvu zaidi iliyo juu. لقوله صلى الله عليه وسلم، وشهيد ومن يكمتم صلى الله عليه وسلم aliposema لعن الله زوارات القبور، الله amewalaani wanawake wanaozuru makaburi. أخرجه الترمذي، ameitaja hii al-Imam الترمذي 1156. وابن ماجه، ameitaja Abu Abdullah ibn Majah al-Qazwini 1574, na pia ametaja 1575, pia ametaja 1576. وقال الترمذي، na amesema al-Imam الترمذي hadithun hasanun sahih، amesahihisha. Anasema Sheikh al-Abbad hafidhahu Allah,
fa innal adhhara, hakika linalodhihiri mno, fi lafdhi, katika lafudhihi isemayo zawarati. Ukitafsiri kikawaida unasema zawarat, wanaokithirisha kufanya ziara za mara kwa mara wanawake. Anasema yeye sasa Sheikh Al-Badri hafidhahullah, fa inna al-adhhara, linalodhihiri mno, fi lafdhi zawarati, katika lafudhi hili au katika hili neno zawarati, annahu linnisbah. Sigha hii ni ya kunasibisha, ai nisbati ziyarati ilayhinna, kuwanasibishia tu wanawake hao ziara. Haina maana ya sigha mubalagha, kwamba wale wanaokithirisha sana kwenda kuzuru makaburi, au dhawati ziyara, au ibebe tu maana kwamba ni wanawake wenye ziara. Nadhiru qawlihi ta'ala, hii ni sawa na kauli yake Allah aliposema wama rabbuka bidhallamin lilabid, na wala hakuwa mola wako dhallamin lilabid. Dhallam, ukiangalia kwa jicho la kawaida unaona kwamba kama vile ni sigha mubalagha, maana yake hakuwa mola wako ni mwenye kuwadhulumu sana waja wake. Ukikataa hivyo, ina maana umethibitisha kingine, adhulumu tu kidogo. Tumeelewana vizuri? Je, Allah anadhulumu kidogo? Hadhulumu kikubwa wala hadhulumu kidogo. Kwa hiyo ina maana gani hapa bidhallam? Ina maana yake iliyowekwa kilugha kwamba sigha hii ni mubalagha, ai laysa bidhi dhulmi. Hii ndio sawa sawa yake, Allah si mwenye kudhulumu. Au bimansubin ilayhi dhulm, au Allah si mwenye kunasibishiwa dhulma, ndio maana yake. Walaysa lilmubalagha, na hii sigha haiwi sigha ya mubalagha, yani ya kuzidisha fi ziyara. Ikawa zawarati maana yake wanawake wanaokithirisha sana kufanya ziara, kama dhakarahu ba'dhu man ajaza, kama walipolitaja hilo baadhi ya wale wanawazuoni walioruhusu, waliojuzisha ziyarata nisai lilquburi, ziara ya wanawake kuyafanyia makaburi. Tumeelewana vizuri hapa? Lakini al-Allama al-Albani wao wanaonelea hii hadithi ni dhaifu. Sheikh Albani anasema hii hadithi ni dhaifu. Hadithi sahihi ni ile iliyokuja, hadithi hii ni sahihi kwa Imam Albani. Imekuja hadithi nyingine, la'ana Allah zairati al-quburi, hii ndio kaidhoofisha Sheikh Albani. Hii zawarati, hii amekubali kwamba hii imesihi, lakini yeye Sheikh Albani anakusudia kwamba zawarati, lafdhi zawarati lipo katika muweko wake wa kilugha. Hii ni sigha mubalagha inayofidisha waliolaaniwa ni wanawake wanaokithirisha ziara za makaburini mara kwa mara. Lakini kama hawatakuwa na ziara za mara kwa mara wanawake makaburini, kwa Sheikh Albani yafaa, na kwa baadhi ya mashekhe wengine. Sasa Sheikh Al-Abbad hakumtaja Sheikh Albani hapa, lakini anaashiria kwamba wako waliosema, miongoni mwa hao ni Al-Allama Al-Albani ambaye yeye anamjua na yeye anamjua, na walishawahi kunakish baadhi ya masaili ya kiilmu baina Sheikh Abdul Muhsin na Sheikh Albani rahmatullahi ta'ala alayhi, zama za uhai wa Sheikh Albani wakiwa Madina. Na Sheikh Albani anaandika pia baadhi wakati akiwaradi mashaikh wa Saudia katika baadhi ya masaili. Mashaikh wa Saudia wanaonelea kwamba niqab kwa wanawake ni wajib. Sheikh Albani anasema ama kwa wajib hili lahitaji dalili, lakini kwake yeye ni jambo, ni sunna kuvaa niqab wanawake, japo anasema kwa zama hizi zilizojaa fitna ni bora kuvaa niqab, lakini hatusemi ni wajib. Na akaandika kitabu Ar-Raddul Mufhim ambacho kilichapishwa baada ya kufariki kwake rahmatullahi alayhi. Kwa hiyo unaona kuna ilmu, wewe unaona hivi, mimi naona hivi, unaona hivi, mimi naona hivi. Na wanasema siku moja alipoenda Saudia na mmoja katika wake zake akashuka kwenye ndege, mke wake hana niqab. Sasa wanafunzi kuja kumpokea, Sheikh vipi, ili muelewe kwamba hii ni sunna tu.
nataka niwaeleshe kimatendo ni sunna kuvaa niqab. Aliwahi kuja siku moja Sheikh Salim Hilali tulipokuwa kule masomoni, akaulizwa hili suala, unasemaje juu ya mawqif ya Sheikh Albani ambaye ni shekhe wako wewe? Sababu katika wanafunzi albarizin wa Sheikh Albani lazima utamtaja Salim bin Eid al-Hilali Abu Usama, japo kidogo baadhi ya ahli ilmu wamemtia, wamemjeruhi kwa namna moja au nyingine. Akasema hoja za Sheikh Albani ukizisoma ni hoja zina nguvu kabisa, yani nguvu ya hoja zina, yani hoja zake zina nguvu. Lakini sisi wanafunzi wake tuwakubali hoja za Sheikh ila baada tunawavalisha wake zetu na mabinti zetu niqab, ila hoja zake zina nguvu. Na Sheikh Albani rahmatullahi alayhi alikuwa Allah akampa maarifa, akampa ilmu, akampa dhakaa, mpaka Sheikh Mukbil alithibiti kusema kwamba anaogopa raddi ya Sheikh Albani, anaziogopa, na akasema raddi za Sheikh Albani zinavunja migongo. Kuna masala aliona kama vile Sheikh Albani ameteleza kidogo, akatamani lau angelimjibu, lakini akasema naogopa raddi za Sheikh Albani kwa kuwa raddi zake tuksimu dhuhur, zinavunja migongo rahmatullahi alayhi. Na Sheikh Albani kamsomesha Sheikh Mukbil rahmatullahi alayhi, kama ambavyo Sheikh Abdul Muhsin kamsomesha Sheikh Mukbil rahmatullahi ta'ala alayhi. Lengo ni tukimalize kitabu leo. Kama dhakarahu baadhi man ajaza, kama ambavyo wamelitaja hilo baadhi ya wale ambao wamejuzisha ziyarat an-nisaa lilquburi, ziara ya wanawake kuzuru makaburi. Na hoja pia Sheikh Albani katika hili ni zina nguvu, tulizisoma sisi katika ahkamul janaiz hapa katika msikiti wetu wa Irshad, tulizisoma hoja zake. Miongoni mwa hoja aliyotumia Sheikh Albani kujuzisha, naam, ni tendo la yule mama aliyeonwa na bwana mtume yuko kwenye kaburi analia. Mtume anapita alayhi salatu wassalam, anamwona mwanamama kwenye kaburi analia, kaburi la mtoto wake. Alipopita Rasul alayhi salatu wassalam akamwambia ittaqillaha wasbiri, muogope Allah ewe mama na uwe na subra. Ile mama hakujua nani alimwambia yale maneno, akamwambia hivi, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati, niondokee wewe, hujapatwa na huu msiba wangu huu. Yani ungekupata huu usingesema hayo, niondokee, ilaika anni, niondokee, hujapatwa na msiba wangu huu. Hakuzidisha neno bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaondoka zake. Pokezo hadithi anasema walam ta'rifhu, yule mama wala hakumjua, kwamba ima hakumtazama au kwa kuwa amepatwa na jaza ya nafsi, basi tena akili haidiriki. Alipokuja kuambiwa au kudiriki kwamba yule alikuwa ni mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, akakimbia mbio mpaka nyumbani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufika pale akamwambia Rasulullah, sikukufahamu, sikukujua, kana kwamba anasema nisamehe kwa niliyokuambia. Alichokisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innama as-sabru inda as-sadamati al-ula, na kwenye riwaya inda awwali as-sadama. Subra ya kweli ni ile inayoonekana pale tu unapogongwa na tatizo, pale tu unapogongwa na ule msiba, pale mara mwanzo pale. Hii ndiyo subra yatakiwa ionekane pale. Hakumwambia wewe umeniambia yale, na haya pia wanawazuoni wakayatolea maelezo, kwa maana kwamba hadhi ya nafsi yako haina nafasi kwenye mambo ya kidini, kwamba wewe umeniambiaje pale, mimi unajui nani wewe, si mtume wako, unaweza kuniambia hivyo. Wala mtume hakuyagusia yale, kamfundisha tu mambo
akaachilia mbali lile, maana hadhi ya nafsi yangu haina nafasi. Na yeye ni mtukufu wa daraja alayhi salatu wassalam. Allah tujalie tupite kwenye mapito haya, tusikandamize chini hududhi za nafsi zetu. Baadhi wakati zinakuwa ni zinaleta awaiq, mambo mengine haendi, mtu anaangalia hadhi ya nafsi yake, masaib wal balaya ambayo tuko nayo. Hii hoja kaitumia Sheikh Albani. Hoja yake nini? Lau ingelikuwa wanawake hawaruhusiwi, basi mtume asingemnyamazia, kwa sababu taakhiru albayani an waqti alhaja la yajuz. Na hii ni kanuni katika sharia, kuchelewesha kubainisha jambo ambalo lahitajia wewe ulibainisha, na yeye ndio mtume. Jambo hilo la kulichelewesha kulibainisha jambo lenye kuhitajia bayani haifai katika sharia. Na ndio maana wanasema ahlul ilm, yanayofanyika mbele ya hadhara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba akayanyamazia kimya, ni dalili kwamba yamepita, yameruhusiwa. Wa ila mtume hanyamazii batili. Amogopa nani? Amogopa nani mpaka hanyamazii batili? Hanyamazii batili. Na ndio maana anaposiona batili huwa mkali pale pale, sababu kunyamaza kwake ni sharia. Alipomwona yule sahaba kavaa pete ya dhahabu, alitoa kwa nguvu, alimvua kwa nguvu, alafu akaitupilia mbali. Anawafunza umma, alafu anamwambia, anawezaje mmoja wenu kuchukua kijinga cha moto anajiwekea kwenye mkono wake? Manake hizi ni haramu, pete za dhahabu kwa umma wangu, wanaume wao, na ni halali kwa wanawake wao. Wawafaaje jambo la haramu? Kijinga cha moto hiki. Kadhalika na yule ambaye alimwona anajibangili, kavaa jibangili lake la shaba, nini? Asema min alwahina, hii nimelivaa kwa sababu ya maradhi. Wahina ni maradhi yanawapata katika mikono yao, maumivu fulani makali, wanasema ahlul ilm. Mtume akamwambia, anzi'ha, livue haraka, fa innaka law mutta wa hiya alayka ma aflahta abada, lau kama utakufa nalo hutofaulu. Hakunyamaza, hanyamazi batili. Ndio hapa akajenga hoja Sheikh Albani, ingekuwa haifai mtume ananyamaza kweli hapa. Hii sio sehemu ya kunyamaza, ni dalili kwamba hakuna ubaya mwanamke kuzuru kaburi. Labda kilichompelekea akamwambia muogope Allah, kuwa na subra, kumwona kwamba analialia makaburini. Dhahiri. Hoja ya pili aliyotumia Sheikh Albani rahimahullah, tukio la mama Aisha. Hadithi ndefu, lakini mwisho wa yote mama Aisha anamwambia Mtume Muhammad sallam, tuseme nini tukifika makaburini? Ingelikuwa wao hawafiki makaburini, angemwambia hivi, Aisha, wataka ujue nini? Kwani wewe ni katika watu wa makaburini? Akamfundisha, akamwambia, quli lahum, waambie watu wa makaburini, assalamu ala ahli diyari min almu'minina والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. Akamfunza dua ya kusema makaburini. Kama haifai kwao kuzuru makaburi, amfundishia nini? Katika hoja alizotaja Sheikh Albani na nyinginezo ambazo sikupata fursa ya kuziandika. Kwa ni jambo lina khilaf ila ahlul ilm kama mnavyoona hivi. Anasema wa aidan, na vile vile lima fi nisa'i min adhaf, ni kwa sababu yani, kwa nini wanazuiliwa wanawake wasizuru makaburi? Lima fi nisa'i min adhaf, kwa udhaifu waliokuwa nao wanawake ni madhaifu. Wa qillati sabri, na wana subra chache, wana uchache wa subira. Anil bukai, kutokamana na kulia. Waniyaha, na kuomboleza. Wanaweza wakafika kule wakalia wakagaragara, akaanza kusema maneno ya maombolezo, baba umetuacha, baba umetuacha nani? Baba tangu umeondoka sisi wanao tuishi kwenye mazingira magumu kabisa, baba yetu. Mwenyezi Mungu ameniondolea baba yangu, si bora ungemuua fulani ukamwacha huyu, baba yangu mzuri huyu, kadha wa kadha. Maneno kama haya ya anniyaha, ya maombolezo. Wa aidan, na vile vile fa inna alqawla bilman'i
kauli ya kuwazuia wanawake kwenda makaburini ahwatu, ndiyo kauli ya kuchukua tahadhari mno. Lianna almar'ata, kwa sababu mwanamke idha tarakat ziyarata, atakapoacha ziara ya kwenda makaburini, lam yafutaha, hatopitwa illa amru mustahab, illa atakuwa amepitwa tu na jambo la sunna mustahab, sio kwamba kuna kitu kikubwa kakikosa. Wa idha hasalat minha ziyara, na kama itapatikana kutoka kwake ziara akaenda kuzuru makaburi, taaradat lil'ana, atajiingiza kwenye laana za Allah. Kwa hiyo imma apate laana au apitwe na jambo mustahab. Lipi jepesi? Haya anayasema Sheikh Abdul Muhsin hafidhahu Allah ta'ala. Wa amma ziyaratu albid'iyya, ama ziara ya kizushi, fahiya allati yu'ta biha, ni ile inayoendewa ala ghairi alwajhi almashru', kwa wajhi usiokuwa wa kisharia. Ka an tuqsada alquburu, kama vile kukusudiwa na kulengwa makaburi, liduai ahliha, kwa ajili ya dua, kuwaomba watu wake, walistighathat bihim, na kuwaomba uokovu au uokozi, wa talabi qada'i alhajat, na kuwaomba hao wafu waliopo kwenye makaburi hayo wawakidhie hawa waliokuja haja zao na shida zao, minhum wa talabi qada'i alhajat minhum, na kuwaomba au kuomba kukidhiwa haja kutoka kwao hao wafu, wa nahwi dhalika, na mfano wa hayo. Wakawa wanafanya haya mambo ya kishirikina, wanakwenda kwenye makaburi, wanakwenda kuomba, na wana dalili, wana hadithi zao wamezitengeneza ili ziwahalalishie kwamba eti Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, idha a'yatkumul umuru fa'alaykum bi ashabil quburi, mkiwa mmezongwa na mambo, matatizo yamekuwa ni magumu kwenu nyinyi, ni wajibu wenu mkawatafute watu wa makaburini ili mwende mkaombe dua. Wakazitengeneza hadithi kama hizi za uongo ili zihalalishe ziara zao za batil, ziara zao za haramu. Fa inna hadhihi ziyarata la yastafidu minha almayit, ziara kama hii hafaidiki nayo marehemu, hafaidiki nayo mayit. Wa yatadarraru biha alhayy, na ziara kama hii anadhurika kwayo aliye hai. Falhayyu yatadarraru, aliye hai atadhurika, liannahu fa'ala amran la yajuz, kwa sababu amefanya jambo lisilofaa. Idh huwa shirkun billah, kwa sababu jambo hilo ni kumshirikisha Allah. Walmayit la yantafi', na maiti pia hatanufaika, liannahu lam yud'a lahu, kwa sababu hakuombewa. Wa innama du'iya min dunillah, wa innama, bali hakika si vinginevyo, huyu mayit aliombwa yeye kinyume na Allah, ili anufaike mayit aombewe na huyu aliyekuja. Sasa hakuombewa, kinyume chake kaombwa yeye badala ya Allah. وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، na amesema shekhe wetu Sheikh Abdul Aziz ibn Baz fi mansakihi, katika kitabu chake akibainisha ibada za haji. Mansak ni ibada, kitabu chake kikizungumzia mansaki ya haji. Fa amma ziyaratuhum, ama kuwazuru mayit, liqasdi ad-du'ai inda quburihim, kwa kukusudia kwenda kuomba dua kwenye makaburi yao, au al-ukufi indaha, au kukaa kwa kitambo kirefu kwenye makaburi hayo, au sualihim qada'i al-hajat, au sualihim qada'a al-hajat, au kuomba wao kuwakidhia mahitajio yao, au shafaa al-marda, au kuwaponya wagonjwa, au suala Allah bihim, au kumwomba Allah kupitia wao, ikawa ni tawassul hiyo, au bijahihim, au kumwomba Allah kupitia jaha zao, wa nahwi dhalika, na mfano wa hayo. Fahadhihi ziyaratun bid'iyyatun munkara, hii ni ziara ya kizushi mbaya. Lam yashra'aha Allah, hakuiweka Allah katika sharia, wala rasuluhu, wala mtume wake alayhi salatu wassalam, wala fa'alaha salafu salih, wala ziara kama hii haikufanywa na wema waliotangulia radhiyallahu anhum. Bali ziara hiyo min alhujri, ni katika yale maneno mabaya, ukienda kumwomba ukamlilia ni mabaya. Alladhi naha anhu ar-rasul, ambayo ameikataza mtume sallallahu alaihi wasallam, haithu qal, pale aliposema, kama ilivyokuja hadithi ya Anas ibn Malik, zuru al-qubura, yazuruni makaburi, wala taqulu hujra, na wala msiseme maneno mabaya. Katika maneno mabaya
ni kumuomba mayit, shirki, neno baya, na ameshalikataza Mtume Muhammad, ni hujra, limeingia kwenye hujra, au kutawassal kupitia huyu mayit, hilo ni baya, na limeingia kwenye hujra. Na Mtume akasema wala taqulu hujra, msiseme maneno yoyote mabaya. Yazuruni makaburi, kwani makaburi hayo turiqul qalba, hulainisha nyoyo, wa tudmi'ul aina, na hulifanya jicho likatoa machozi. Alafu akasema wala taqulu hujra, wala msiseme maneno mabaya huko makaburini. Wa hadhihi al-umur al-madhkuratu, na mambo haya yaliyotajwa, tajtami'u fi kauniha bid'ah, yameungana yote kwa pamoja kuwa ni mambo ya kizushi. Walakinaha mukhtalifatu al-maratibi, japokuwa yametofautiana martaba zake na daraja zake. Fabaadhuha bid'ah, maneno hayo baadhi yake ni bid'ah, ni uzushi. Walaysa bishirk, na sio ushirikina, kama kwenda kwenye kaburi ukaomba kwa jaha ya mwenye kaburi lile, ewe Allah, kwa jaha ya mtume wako huyu hapa. Hii ni bid'a, umeomba kupitia jaha ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaysa bishirk kadua illahi subhanahu wa ta'ala, kama vile kumwomba Allah inda alquburi, mbele za makaburi, wa sualihi, na kumwomba yeye Allah bihaqqi almayiti, kwa haki ya mayiti, ewe Allah, kwa haki ya nabii wako, bihaqqi nabiyika nabii rahma, au bihaqqi waliyika fulani, wajahihi, au kumwomba Allah kupitia jaha yake, wa nahwi dhalika, na mfano hayo. Wa baadhuha, na baadhi ya hayo maneno, min ashirki al-akbari, yanaingia katika daraja la ushirikina mkubwa, kadua al-mauta, kama vile kuwaomba wafu, madadi ya Jailani, madadi ya Jailani, tuomba utusaidie ewe Jailani, aghithna ya Ghawth, tuokoe ewe mwokozi, ya Abdul Qadiri, ya Jailani, ya musarrif al-akwani, ewe Abdul Qadir, ewe mtoto wa Jailani, Jailani ni kwao, ya musarrif al-akwani, ewe mwenye kuendesha na kugeuza ulimwengu. Hii ni shirki kubwa ya kutoa katika mila ya Kiislamu, na haya yote wanayasema masufi. Kaduai al-mauta, kama vile kuwaomba wafu, wal isti'anati bihim, na kuomba msaada kupitia wao, wa nahwi dhalika, na mfano wa hayo. Hayo yanaingia katika shirki kubwa, na yameingia kwenye neno hujra aliyoyakataza Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema wala taqulu hujra. Wal hadithu alladhi ashara ilayhi, na hadithi aliyoiashiria Sheikh Albani, aliyoiashiria Sheikh Ibn Baz, rawahu an-Nasa'i, ameipokea al-Imam an-Nasa'i nambari 2033 biisnadin sahih, wa sanadi iliyokuwa sahihi. Hadha ma aradtu iradahu, haya ndiyo niliyokusudia kuyaleta kwenu. Wa as'alu Allah, na ninamuomba Allah azza wa jalla an yuwaffiqana, atuafikishe sisi kwa taufiki yake, wasakini hadhihi almadina, na wote waishio katika mji huu wa Madina, wazairiha, na wale wenye kuizuru Madina, wasaira almuslimin, bali na waislamu wote kwa ujumla. Atuafikishe lima tuhmadu aqibatuhu, kwa yale ambayo yanahimidiwa mwisho wake, tuyafanye yale ambayo yatahimidiwa mwisho wake, fi dunya wal akhirah, duniani na akhirah. Wa an yarzuqana, na tunamuomba Allah aturuzuku sisi, fi hadha albaladi at-tayyib, katika mji huu mzuri, طيب الإقامة، maisha mazuri, wa husna al-adab, na adabu nzuri, yani kuishi kulikokuwa kuzuri. طيب الإقامة أن يرزقنا طيبة مفعول به، وأن يرزقنا في هذا البلد الطيب طيب الإقامة، aturuzuku katika mji huu mzuri, aturuzuku nini? طيب الإقامة, kuishi kuzuri, wa husna al-adab, na aturuzuku adabu njema. Wa an yuhsina lana alkhitama, na tunamuomba atuhitimishie kwa uzuri, tupate khatma njema. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulih, Allahumma salli na amsalim na ambariki mja wake na mtume wake nabiyina Muhammadin, nabii wetu Muhammad, wa ala alihi, na juu ya ali zake, wa ashabihi, na sahaba zake, ajma'in, wote kwa pamoja. Na sisi tunaitikia kwa hii dua ya Sheikh
amin amin amin, kwa kuwa mwitika dua ni sawa na aliyeiomba dua hiyo, wako sawa. Mwitika dua na aliyeiomba wako sawa, kama alivyosema Allah katika Qur'an alipoomba dua Nabii Musa, rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudhillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'adhab al'alim. Harun alikuwa akisema amin amin, Allah akamwambia qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'an sabila alladhina la ya'lamun. Qad ujibat da'watukum, maombi yenu mliyoomba yametakabaliwa. Muombaji alikuwa nani? Musa. Muitikiaji alikuwa nani? Harun. Lakini Allah akasema maombi yenu mliyoomba yameshakubaliwa, kwa maana muitika dua ni sawa na muombaji wa dua ile. Haya wanasema ahlul ilm kupitia hii aya katika suratu Yunus. Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. Tumekimaliza hiki kirisala kifupi kizuri. Allah amhifadhi shekhi wetu na amlipe malipo mema kwa faida hii ambayo tumeipata katika jalasati tulizokaa katika kipindi hiki. Na mwisho, kabla sijasahau, tarehe sikumbuki tarehe ngapi, lakini kwenye ukurasa wa 28 kwenye kitabu hiki nilisoma neno na nikakosea kutafsiri. Nimelibaini hilo baadaye na tayari sauti imerekodiwa, kwa hiyo nitarudia sehemu hapa ukurasa wa 28 ili tuwe tumemaliza vizuri. Nilisoma hadithi iliyopo kwenye Sahih al-Bukhari na Muslim, hadithi ya Abu Huraira annahu kana yaqul, kwamba alikuwa Abu Huraira akisema lau raaitu dhibaa, lau ningeliona, mimi nikasema adhibaa, lau ningeliona fisi bil Madina, katika mji wa Madina, tartau, wanakula majani, ma dha'artuha, nisingeli wahofisha au nisingeli wakurupusha, kawatia hofu na faza. Dhiba nikasema wingi wake dhabyu, kweli dhiba wingi wake dhabyu, lakini sio fisi. Fisi ni dhabu. Dhabu hapa ndipo nilipochanganya baina ya dhabu na dhabyu. Kwa hiyo dhabyu, dhiba ni al-ghazal, ni swala mnyama swala, dhiba ni swala. Ama fisi ni adhabu, dhadi ba dhad ba na ain, dhabu. Dhabyu dha ba ya, dhabyu huyu ndiye nani? Swala. Nikasema nilirudia hili ili nilioandika mrekebishe hapo. Na bado kama nilivyosema, fisi analiwa. Nilisema siku ile fisi analiwa. Hadithi ipo hii hapa, ameitaja al-Imam Tirmidhi na ameisahihisha al-Allama al-Albani katika Irwaul Ghalil nambari 2494 kutoka kwa bwana mmoja wa kitabiina anaitwa Ibn Abi Ammari, mtoto wa babake Ammar. Alimuuliza Jabir, adhabu asaidun hiya, fisi naye ni mnyama muingwa, kwa maana anayefaa kuliwa? Qala naam. Jabir akasema ndiyo. Jabir sahaba bin Abdullah al-Ansari. Qultu, nikasema kumuuliza tena, akuluha, naweza nikamla? Qala naam, akasema ndiyo. Qala qultu, nikasema kumuuliza tena Jabir, aqalahu Rasulullah, hayo ameyasema mtume wa Allah juu ya kufaa kuliwa kwa fisi? Qala naam, akasema ndiyo. Na sahaba wote waadilifu, hawawezi kumsingizia nani? Rasul alayhi salatu wassalam. Wabillahi tawfiq. Alhamdulillah rabbil alamin.